Subscribe to Vovo Trends, your home of trends. Yes, Vovo Trends kama kawaida. Naitwa Kudos na hii unaipata live kabisa leo kutokea kipande cha Kinondoni Maseo Garden Lounge, ambapo tunapiga story na mwanetu kabisa Wiz Chidi, jamaa ambaye ni video king, lakini pia ni artist mbaya kabisa, anatamba kwa YouTube na goma lake la baba lao, lakini mara ya kwanza alionekana kupitia video ya Mabantu inayokwenda kwa jina la Sponsor Niachie Mai Wangu, ambayo ameshirikishwa Young Lunya. Bwana, mambo vipi bro? Fresh, inakuaje ndugu yangu? Kama kawa. Bwana, safari yako ya Video King ilianzia wapi? Safari yangu bwana, mimi ya Video King ilianzia Kisimani pale nyumbani kabisa kwa Majagi pale. Kwa director Majagi. Kwa sababu mimi director Majagi amenilea kama mtoto wake pale nyumbani. Na najua anafanya vitu vingi. Na siku hiyo alinipigia tu simu, aliniambia okay, mimi nahitaji, kuna wimbo nataka tufanye tushuti, lakini huo wimbo nataka maadhi fulani vya Kiswahili. Umeona bwana? Nikamwambia maadhi ya Kiswahili brother, hapa tunaweza tukapata Mwananyamala. Na sisi ndo watu wa kwanza kabisa kushuti Mwananyamala. Yani sisi ndo watu wa kwanza kabisa kwa sababu Majagi alikuwa anapajua vizuri kule. Kwa hiyo wengi walikuwa wanakimbilia South na location nyingine kalikali huko wapi. Yeye akaniambia mimi nahitaji kufanya kitu kidogo cha utofauti, nahitaji cinema. Ndio. Naona bwana, nikamwambia basi cinema father utaipata Mwananyamala. Kwa basi nikatoka naye tukaenda tukaangalia location hiyo siku, tukamaliza, akaniambia kesho kutwa tuna shoot. Jiandae kesho kutwa tuna shoot, na yeye ndo atakuwa location manager pale. Nikamwambia basi sawa, haina shida. Kumbe brother alikuwa ashaniandalia hadi nguo. Yaani kitu ambacho nilikuwa sijui, nilikuwa surprise kwenye hiyo kitu. Alikuwa alikubali tu kwa mwanetu ana vitu vingi, lakini pia muonekano upo. Kwa hii video ataua. Aliniandalia hadi nguo bro. Kwa ukiacha video hiyo ya Sponsor, video gani nyingine ambazo umeshiriki? Nimefanya video nyingi kubwa. Kama Kayumba, Bomba. Fanya Kayumba nikopo mimi na Isarito my brother pia. Nikaja nikafanya wimbo wa Ned Music na Meja Kunta. Ned na Meja. Maana nikaja nikafanya wimbo wa Barobaro, Mchumba Msebule. Mchumba Msebule, Barobaro. Nikaja nikafanya naye tena Barobaro, nikaja nikafanya na D Voice Mchanganyo, yuko na Badest. Nikaja nikafanya tena na D Voice tena. Umekopwa, niko na Newa Mitego mule ndani. Na kipi ambacho kimepelekea kuwepo katika video zote hizi? Mahusiano peke yake, muonekano, lakini kitu gani kingine ambacho nadhani kimekuconnect na mavideo yote haya? Nilivyofanya tu video ya kwanza Sponsor ilifanya vizuri. Kwa hiyo nikaja nikafanya video tena na watu fresh, nakumbuka alifanya director ni class, yes. Watu fresh ndo wanakuja kipindi hicho. Nikaja nikafanya tena na Jose, director Jose, nikafanya Mabantu naitwa Baba Mwenye Nyumba. Unaona vizuri. Nikaja nikafanya Champion ya Kontawa. Champion pia. Director ni class. Sasa hii safari ya Video King inaonekana kama imekukubali. Kipi kimekurudisha tena kwenye game ya kuimba? Yaani kufanya muziki. Video King nilimefanya kwa sababu bro aliniona huko. Lakini mimi na rap. Una rap toka kitambo kabla ya kuwa Video King. Toka kitambo, naye mwenyewe anajua, lakini yeye aliniambia tu kwa sababu pia hicho tu aliniambia pia kuna movie pia nilikuwa natakiwa nifanye. Kuna vitu vingi vipo kwenye career yangu na ananiambia vyote una fit. Yes, kutokana na mtazamo wa director nani unasema? Majagi. Wewe mwenyewe video ambazo umeonekana na muziki ambao umeanza kufanya kabla ya kuonekana kwenye hizo video, kabla ya Video King. Ukiambiwa uchague muziki au Video King? Vyote. Chagua kimoja kaka. Sera tu kaka. Chagua kimoja, yani kwa sisi tunahitaji kumsign Wiz Chidi kama official artist wa Basata kwenye kipande gani? Kipande cha Video King kwenye muziki, kwa sababu video inaweza nika happen kwenye video yoyote, kwa sababu ukichagua muziki maana video ndo basi tena mzee. Mimi muziki. Kwa nini muziki? Ni kitu ambacho nakipenda kwanza. Na naona kabisa kule
kuna hela zangu zipo kule naona. Okay. Naona mimi kwenye muziki unaweza kupata hela nzuri kuliko kwa Video King. Kabisa kuna vitu vyangu kule kwa sababu Video King unaona ukafanya pale ndo umeshakubaliana na mtu ndo umeshafanya pale mshalipana ndo mshamalizana, lakini unajua kule kuna stream. Ndio. Kuna view. Kuna madeal. Kuna maubalozi. Si umeelewa vizuri? Japokuwa ni njia ngumu lakini mimi nimechagua hiyo. Imeandikwa iwe ngumu ili wawe nayo wachache. Lakini kwa mfano kama kwenye shughuli ya Video King nje huko watu wanapiga hela ndefu sana kutokea kwenye video moja tu ya msanii. Kwetu tunakwama wapi? So bongo tunakwama wapi? Bongo, si unajua bongo maisha ya michongo ndo bongo. Yaani si ndo Tanzaniano. Kwa hiyo sijawahi kumuona hapa but Video King au Vixen hapa eti aanze kulipwa kuanzia sijui milioni 2. Bado tunaongopeana. Na kwa nini wasanii wao wa kibongo wakichukua Video King au Video Vixen wa nje wanawalipa vizuri, lakini wenzao wa bongo wenzao wanawanyonga sana? Kujua yani kuna kitu fulani unajua tunashindwa kuelewa. Huyu anaona kabisa huyu jamaa kweli wa bilioni. Unaelewa? Lakini huyu nimpe bilioni mimi kweli. Lakini inaonekana kama kule mbele kwanza lugha ile. Ndio maana hata wachezaji wa ndani kwenye mpira wetu na wachezaji wa nje. Ushawahi kusikia migogoro ya wachezaji wa nje na wa ndani? Wapi wanakuwa na migogoro mingi zaidi? Nimesikia kwa sababu hata Aziz Ki kaipeleka Yanga CAS kudai hela zake mara chache. Shemeji yetu mara chache. Lakini migogoro ya wachezaji wa ndani ni mara nyingi. Sawa. Sasa tutoke kwenye eneo la Video King tuje kwenye music. Kwako unadhani kuna wepesi gani kustream kazi mtandaoni na kinyume chake kufanya ile kazi nje ya mtandao, yani labda kwenda physical kabisa kwenye vijio vya bodaboda kwenda kuwapa watu nyimbo na vitu kama hivyo? Mimi naona kuna tofauti gani kati ya kusambaza nyimbo mtandaoni na mtaani? Mimi kwangu naona mtandao una mata zaidi. Kwa sababu watu wa mtaani wakikusupport wanaweza kufika kwenye eneo lako lolote. Umeelewa vizuri? Na kwenye kustream pia ni kitu kizuri kwa sababu kule unaweza ka match na mashabiki tofauti hata nje ya nchi. Si unaelewa vizuri? Kwa hiyo mimi naona kwangu promotion zote ni sawa. Lakini pia unatajiwa uwekezaji na muda pia. Inaonekana wasanii wengi sasa hivi wana base sana kwenye mtandao kuliko mtaani. Yaani ngoma zina kiki, kuna watu wakubwa mtandaoni lakini mtaani ngoma hamna. Wasiache pia na mtaa kwa sababu mtando kama sisi hatukukubali hapa ndani. Nje utapata shida kuwaaminisha. Kwa sababu unaambia mcheza kwao. Kwa hiyo kama unawekeza kwenye digital sana, wajaribu pia na kufocus pia kwenye mitaa, sababu ukija kuangalia kina MCs wameanza kuwa hit muda mrefu, lakini ni mtaani. Kwako kuna kipi ambacho unakitazamia kwenye upande wa album, EP ama vitu kama hivyo? Naona wasanii wengi sasa hivi wanatoka na EP na album na baadaye mambo mengine yanaendelea. Kwa hiyo nadhani kutoa EP inamlipa msanii? Mimi kwangu kidogo kutoa EP sina nguvu ya kutoa EP kwa muda huu. Mimi kwangu zitatoka single sana. Kwa sababu nikiangalia focus yangu, hata nikiangalia hao top wetu pale wana muda mrefu pia. Harmonize ukija kumfuatilia historia yake ndo msanii anaongoza kuwa na album nyingi kuliko msanii yoyote kwenye hii career game ya sasa, si ndio? Lakini ukija kuangalia namba moja wetu ambaye Diamond ana albamu hazifiki 4. Sio, umeelewa vizuri? Kwa ukiangalia value ya wale wasanii na thamani zao, moja kwa moja inanijenga kuwa naamini kabisa ukitaka kufanya album au EP inahitaji uwekezaji mkubwa, inahitaji na time pia, kwa sababu
kurekodi ni kitu cha kwanza, kusikiliza muziki ni kitu cha pili, si ndio? Vizuri. Kusuggest ipi itoke, ipi stoke ni kitu cha ngapi? Cha tatu. Muda unaenda. Unaelewa vizuri. Kuna timing pia. Kuna timing. Wanasema bila album au EP msanii hawezi kujulikana kama ni official. So kweli. Kwa sababu msanii gani official hana album? Watu wengi wametoka na wamekuwa official kabisa, ni official artist kwa sababu ya kazi kali. So album, unaweza ukatoa album yote flop. Hivyo msanii gani ambaye ametambulika kabisa kama ni official artist hana album bado? Wengi nikikutajia wasanii ambao wametoka, hata Diamond pia utokaji wake alikuwa hana album. Yeah, lakini mara yake ya kwanza kutoa album alisema kwamba anabidi atoe album. Miaka mingi imepita. Yeah, ilikuwa mwaka 2009 kama sasa. Unaona miaka mingapi? Diamond kutoka 2008. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo ukija ukiangalia album ni kitu muhimu, lakini album mimi naamini sana kwa watu wenye nguvu ndo itakuwa ni noma zaidi, kwa sababu wewe tayari unahakikishia wewe ni noma, unatoa single nguvu kwamba tayari washakuwa na nguvu, kwa hiyo kwao haina nguvu kuwa na haina haja kuwa na album kwa sababu tayari, kwa sababu hata ukija ukiangalia brother au walokuwa na album wamekaa miaka mingi ndo kumiliki hizo album. Leo na kurudisha nyuma kidogo, Tundamani alikuwa na album muda mrefu sana, kipindi hicho na nini zile tape zile. Sparky alikuwa na album. Sio, unanielewa vizuri. Ukija ukiangalia sijui Gangwe Mob alikuwa na album. Zamani ndio ilikuwa hiyo biashara. Ilikuwa biashara ya album. Sijui unanielewa vizuri. Kija kwenye generation hii akina Gen Z na kina Nasibu. Wale top artist wetu album zao zinahesabika. Lakini pia kumekuwa na utofauti wa uachiaji album. Wao wamekuwa wanaachia zaidi album lakini hawana tour, hawana shows, hawana uzinduzi na vitu kama hivyo. Kitu ambacho zamani kilikuwepo. Hauoni kama huu utamaduni wa tour, uzinduzi na show za album kuna kitu wasanii wa sasa kizazi cha Gen Z wanakosa? Ndio maana nimekwambia kunahitajika uwekezaji. Nikizungumza uwekezaji, launch tu ya album ni hela. Mimi nakumbuka, naweza nikamtolea mfano Diamond, kwa sababu hata Diamond ya Forever alikuwa anazindua album yake ya Lala Salama ifanyika pale Man City. Kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, umeelewa vizuri. Ukija ukiangalia arrangement tu yenyewe, hiyo launch tu, wewe mwenyewe utanielewa mimi nini namaanisha. Kwa I'm coming kama mimi kidogo kwangu itakuwa kipengele. Nini kinachofuata kutoka kwa Wizkid baada ya Baba Lao? After mfungo inshallah kuna Too Much Love ambayo itatoka. Too Much Love. Yeah, ambayo nimefanya na new generation mwenzangu, ni bidada kabisa. Anaitwa Wendo. Yeah. Wapa hapa na new artist, ni msanii mkali sana. Okay. Vibe gani ngoma? Singeli, rap, hip hop, michano, bongo flavor? Humo unapata maadhi yote. Unapata rap, unapata kuimba, utasikiza muziki mzuri yani. Au sio? Humo utapata production kafanya Teza. Kuna Kenny humo ndani, afu kuna mtu mmoja anaitwa Disekepi Music. Peter Sinyota. Kwa hiyo imefanyika na producer kama watatu. Audio na video au audio peke yake itatoka? Itatoka kwanza visualizer. Visualizer, then Mungu akipenda inshallah kwa mitandao hii. After mfungo na tuka join. Bila mitandao visualizer ingekuwa sio issue. Hivyo wasichoke tu kutusupport. Na mara ngoma litakaa YouTube kama kawa. Itakaa YouTube na kwetu muhimu subscribe. Kwetu muhimu sana. Tuna spelling za Wizkid kwenye YouTube. Unaweka Wiz I double Z pale Y. Chid ya kawaida. Unajua tunawakilisha kina Rashid. Ndio sisi kina Rashid. Jina halisi ni Rashid. Sisi kina naitwa Rashid bwana, Rashid Salum. Kwa hiyo mimi ndo naongezeka pale katika wale Rashid wa 4 na mimi na kwa Rashid wa 5. Tunaanza na Chidi Benz, tunakuja na Conboy, tunakuja na Young Lunya, tunakuja na Maarifa. Kwa hiyo mimi na kwa Chidi wa 5 kwenye kurap. Wizkid wa 5. Yani na kwa Chidi wa 5.
kati ya wale Chidi wanne noma, naongezeka mimi na kwa watano. Hii nimeikubali sana. Kwa baada tu ya mfungo tukiwa tunasherehekea sikukuu, goma linakuja. Yeah. Safi sana. Unaweza kutupa kionjo cha hiyo ngoma? Subiri mfungo uishe. Line mbili tu. Nilikuwa na wanangu tumechill maskani tunapiga dili fulani. Ikaja Subaru kali pembeni na demu wangu sikuamini macho yangu. Sema mizo malaya. Nakupenda unampenda mwingine malipo ndo haya. Hivyo. Bwana hatari sana, kuna mtoto wendo huko ndani. Yeah. Safi sana. Bwana hii ni Vovo Trends kutokea kipande cha Maseo Garden Lounge Kinondoni. Tuko tunapiga story na mwenetu Wiz Chidi, mimi naitwa Kudos, nyuma ya kamera iko Eddie. Usisahau kusubscribe kwenye Vovo Trends YouTube. Uwe wa kwanza kupata habari hizi, weka on notification yako. Paka time nyingine. Ciao.